ripoti ya mwisho. Tukiachana na taarifa hizo ambalo ni gurudumu la maridhiano linaloendelea nchini Tanzania, ni kwamba Rais William Ruto alitia saini kuashiria mswada wa bajeti ya ziada na kuongeza matumizi ya serikali kwa takriban shilingi bilioni 393 na vilevile kuongeza bajeti ya taifa hadi jumla ya shilingi trilioni 4.65. Serikali inasema kwamba hatua hii inalenga kuimarisha vipaumbele vya dharura, lakini mgao wake unaonyesha tofauti kubwa. Anavyoripoti mwanahabari Ian Nzive, sekta ya elimu na walimu watanufaika zaidi, huku maswali yakibaki kuhusu fidia ya waathiriwa wa maandamano na kuondolewa kwa mgao wa kulipa madeni ambayo yanadaiwa na vyombo vya habari. Sekta ya elimu imeibuka mshindi mkubwa. Shilingi bilioni 45 zimetengwa ili kupunguza upungufu wa mishahara ya walimu, kugharamia bima ya afya na kuongeza mikopo ya wanafunzi kupitia ufadhili wa HELB. Kwa walimu, hii ni nafuu iliyosubiriwa kwa muda mrefu, kwani madeni ya mishahara yaliyodumu kwa miaka sasa yanaanza kushughulikiwa. Wachambuzi wanasema mgao huu unaimarisha rasilimali watu, lakini wanatahadharisha kuwa miundombinu na ubora wa elimu bado ni changamoto kubwa. Publication into law to the Cabinet Secretary for the National Treasury for implementation. Hata hivyo, ni shilingi bilioni 2 pekee zilizotengwa kwa fidia ya waathiriwa wa maandamano. Mashirika ya kiraia yanasema kiwango hiki hakitoshi, ikizingatiwa ukubwa wa hasara na madhara yaliyoshuhudiwa katika ghasia za hivi karibuni. Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu imetambua zaidi ya waathiriwa 1000 wanaostahili fidia, lakini familia nyingi zina hofu mgao huo hautaleta haki ya kweli. Kilichoachwa wazi kabisa ni mgao wa kulipa madeni yanayodaiwa na vyombo vya habari. Rasimu za awali za bajeti ya ziada zilikuwa zimependekeza takriban shilingi milioni 8066 kupitia idara ya utangazaji na mawasiliano, lakini katika sheria ya mwisho mgao huo umeondolewa kabisa. Viongozi wa sekta ya habari wanaonya kuwa hatua hii inahatarisha uhuru wa vyombo vya habari na uendelevu wa uandishi huru, hasa wakati mashirika mengi bado yanakabiliana na madeni ya matangazo ya serikali ambayo hayajalipwa. Bajeti ya ziada inaleta matumaini kwa madarasa na usalama, lakini inaacha maswali mazito kuhusu haki kwa waathiriwa na mustakabali wa sekta ya habari nchini. Serikali inapojaribu kusawazisha vipaumbele vya dharura na nidhamu ya kifedha, mjadala sasa unahamia iwapo maamuzi haya yanaakisi usawa, uendelevu na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Ian Nzive, KTN.